Bwana mtazamaji wa Power Media, karibu sana, karibu na ukaribie kwenye meza mazungumzo. Na leo hii tumefunga safari na kibwebwe kutokea katikati ya jiji la Dar es Salaam mpaka maeneo ya Tabata. Kubwa zaidi tumekuja kuzungumza na kijana mdau wa michezo, lakini pia mdau wa maendeleo, si mwingine ni Dr. Ho. Dr. Ho ni brand. Yeye ni nani? Anafanya nini? Na Dr. Ho anaweza kueleza kwa kina kuhusiana na masuala yote ambayo kijana utajifunza mengi. Kubwa ni AFCON. Taifa Stars tuko nchini Morocco kwenye ardhi ya mfalme. Michezo miwili, tuna alama moja. Tumebakiwa na mchezo mmoja tu dhidi ya Tunisia. Je, tuna nafasi ya kwenda hatua inayofuata? Lakini ni nini atakwenda kutuambia Dr. Ho anavyotazama kundi letu na hatima yetu. Lakini pili, tutakwenda kuangalia pia dirisha dogo hilo linakuja. Ni kwa namna gani vilabu vikubwa hasa Yanga, mabingwa watetezi wa ligi kuu Tanzania bara, wana uwezo wa kwenda kufanya, lakini si haba akagusa na Simba na kwingineko. Mwisho kabisa mazungumzo yetu yatakwenda kutamatika kuhusiana na mashindano ya Kombe la Mapinduzi. Klabu ya Yanga amethibitisha uwepo wake kwenye kisiwa cha karafuu. Yote haya Dr. Ho atakwenda kuyatolea tathmini, mawazo na maoni yake. Mimi ni CK the El Capitano, nyuma kamera ipo the heavyweight Abu Ramazani, na hapa tuko HQ yenyewe ya Dr. Ho, Tabata na West. Ukifika hapa umefika. Dr. Ho, habari za masiku? Namshukuru Mungu, karibuni sana. Asante sana, uzuri kwamba sisi hapa ni nyumbani. Kubwa limetufanya tukufuate, tukutafute, tuje tupate mawazo, kwa sababu wewe ni kijana, wewe ni mjasiriamali, wewe ni mdau mkubwa masuala ya michezo, hususan mchezo wa soka. Kwenye meza ya taifa ipo AFCON, ipo timu yetu ya taifa. Michezo miwili tayari tuna alama moja. Tumebakisha mchezo mmoja tu. Watu wamegawanyika, wapo wanaamini tunaweza tukasonga mbele, lakini lipo kundi kubwa pia linaamini safari yetu imeishia hapa. Kwa tathmini yako kwa hilo kundi lilivyo, unaona nini? Karibu. Karibuni sana. Mimi naitwa Dr. Ho, ni mdau wa michezo, lakini pia ni mjasiriamali. Nikirudi ambapo tunapozungumzia kundi letu, mtizamo wangu na uona ni hafifu. Nikisema uhafifu manake sisemi kwamba mimi si mzalendo, ndio, ama siombei mema Taifa Stars, lakini soka liko hivi kabisa. Kwa wakati ambapo unapaswa kuwa mkweli, unapaswa kuwa na maono kadri ambavyo kiwango chako kinavyosema kabisa. Kwanza nizungumzie ninapoiona Taifa Stars. Yes. Nikiangalia Nigeria anaongoza. Ndio. Ametupiga sisi, amepiga Tunisia. Ndio. Tunisia pia amedraw na Nigeria ambaye ni mbabe wa kundi. Lakini yeye Tunisia amefungwa na Nigeria. Amefungwa Ghana 3 mechi ya kwanza. Amefungwa na Nigeria, lakini ameshinda kwa Uganda. Yes. Sisi tumebakiza mechi moja na Tunisia ambaye ameshamfunga Uganda. Ndio. Alafu Uganda pia amebakiza mechi moja na Nigeria ambayo pia ni kimbembe. Kwa hiyo sisi na Uganda tuna mazingira kidogo magumu, unaelewa? Lakini mazingira magumu yanaendana na kiwango kulingana na kundi lilivyokuwa. Kwa hiyo tukiwa wa kweli na tukiwa wa wazi, kama mpira utadunda unavyopaswa kudunda, maana hili kundi moja kwa moja linasema kwamba linamuona Nigeria, linamuona Tunisia. Yes. Lakini nafasi zipo, mpira si kitu cha kuhakiki moja kwa moja. Nilikuwa nazungumzia mtizamo wangu kadri ambavyo kiwango na kiona. Yeah. Lakini hii haigarantii kwamba hatuwezi kwenda kabisa. Ziko namna nyingi mpira unadunda, wanasema. Mpira unadunda, kwa hiyo inawezekana. Kuna best loser pia. Kwa hiyo tunaweza tukapita. Huko pia ni mlango. Wenzetu tulishajifunza Ivory Coast waliwahi kupitia huo mlango na wakaenda kuwa mabingwa. Unaelewa? Kwa hiyo ni mlango, yote yanawezekana. Hii tafsiri yake ni kwamba yote yanawezekana. Lakini jinsi ninavyoliona kundi, hivi ndivyo ambavyo mimi naliona. Lakini pia siwezi kuacha kusifia. Kwa sababu pia ni hatua. Okay. Tukiangalia historia yetu na tulipofika, tunapaswa kuipongeza Taifa Stars, tunapaswa kupongeza uongozi na serikali kwa ujumla. Kabisa. At least tunaona mwanga kuliko wakati ambao tulikuwa tupo gizani kabisa. Kwa hiyo kushindwa, sijasema tumeshindwa, ndio, ila kutoenda hatua nyingine kusituvunje moyo. Sawa. Tumeuona mwanga sasa. Nafikiri
Sasa hata viongozi wetu hata watu ambao ni wadau wakubwa wa mpira wanaanza kuyaona magap ambayo tunapaswa kuyaziba. Wakati mwingine tukaboreshe na wakati mwingine tukawe wakubwa sawa na ambavyo wenzetu wanafanya. Kwa hiyo naiona Taifa Stars kubwa sana tunakoenda, kwa sababu nayaona matumaini mengi makubwa. Vijana, ari imebadilika, nguvu tulionayo sasa ni kubwa zaidi. Kwa hiyo mtizamo wangu tunakoenda, Taifa Stars itakuja kuwa bora sana. Tutakaa na hao ambao wanawania huo ubingwa nyakati nyingine. Yes. Bwana Dr. safi sana kwa tathmini ya kundi letu lilivyo, na umeeleza wazi kwamba kundi lilivyokaa lenyewe kwa zile level ama class, wanasema madaraja. Nigeria ni daraja A, Tunisia ni daraja A, au ni wakubwa sana. Sisi na Uganda tunatoka Afrika Mashariki. Kwa kuna masomo mengi ya kujifunza kufika kwenye daraja la juu. Kwako unafikiri watu waondoke na nini kama darasa kwenda kwenye AFCON 27 ambayo itakuwa nyumbani tena? Sisi Kenya na Uganda tutakuwa wenyeji. Angalau haya mataifa matatu yakija 2027 kitu fulani kionekane ambacho leo kule wenzetu wanakifanya. Mimi kaka, nikwambie kitu kimoja. Uzuri mimi ni mjasiriamali. Ndio, sawa. Ni mtu ambaye naamini kwenye juhudi, uwekezaji ndipo upate. Unielewa? Hawa wenzetu ambao tunawatamka hapa leo, tunawatamka Nigeria, tunawatamka Tunisia. Ni among mataifa ambayo yanawekeza sana kwenye soka. Na kwa hiyo hatushangai mafanikio yao. Ndio maana hata swali la kwanza mimi sijataka kuwa mnafiki. Ni ukiwekeza utavuna. Kama haupandi usitegemee kuvuna. Kwa hiyo mimi naamini wenzetu wanawekeza zaidi, ndio maana wanavuna zaidi. Kwa hiyo tunachopaswa kujifunza kwamba kama tunataka kwenda na kama tunataka kufanikiwa na kama tunataka kuvuna, ni lazima tupande, ni lazima tuwekeze kwenye hiyo ardhi ambayo tunataka. Kwa hiyo mbegu ambayo tunataka baadaye ije izae matunda, ni lazima tuwekeze leo. Tukiwekeza tutavuna. Kwa hiyo hata hiyo AFCON na mashindano mengine yote ambayo ya kimataifa ambayo tunapaswa kuyafanya, mimi wito wangu siwezi kuipangia serikali, siwezi kupangia vyombo vingine, lakini nataka tuwe na akili ya kwamba kama tunataka kuvuna tuwekeze, tubadilishe mifumo yetu ya uwekezaji. Kama iliyopo haikidhi, basi tuende nayo ya kisasa. Tuongeze nguvu, tuongeze mtaji, tutafanikiwa. Bwana mtazamaji wa Power Media, swali lilonituma nije nimuulize mjasiriamali kijana Dr. Wowo ambaye anapatikana hapa Tabata Dar West. Hapa ni headquarter. Ana maeneo mengi anapatikana na atakwambia huduma zake anazozifanya. Umeshasikia kuhusu timu